Kitendo cha Stars kufuzu kwa raundi inayofuata ya 16 bora michuano ya AFCON inayoendelea kule nchini Morocco kimewahakikishia pasi na shaka yoyote kuingiza fedha kiasi cha dola 800,000 za Kimarekani ambacho hutolewa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kwa kila timu inayofanikiwa kufuzu kwa hatua hiyo. Ndio, Stars ilitoa sare ya bao 1-1 dhidi ya Tunisia, bao lililowekwa wavuni na Faisal Salum Feitoto, na hivyo kuandika historia yake katika ushiriki wa michuano ya AFCON kwa kufuzu kwa raundi inayofuata. Stars ikiwa inashiriki fainali za 4 za AFCON, hapo kabla haikuwahi hata mara moja kuvuka hatua ya makundi. Ilishiriki fainali za 1980, fainali za kwanza, halafu ikashiriki 2019, ikashiriki 2023 kule nchini Ivory Coast, ambako kote huko Stars ilikuwa ikiishia hatua ya makundi, Stars ikimaliza mkiani, Stars haijawahi kushinda mpaka sasa katika fainali hizo. Lakini kwa fainali zinazoendelea sasa, jambo la kipekee jipya chini ya kocha Miguel Gamondi ni kuvuka katika hatua ya makundi baada ya kwenda kupitia mlango ule tunaita best losers, ambapo sasa Stars Januari 4 inakwenda kucheza dhidi ya Morocco katika hatua hii ya 16 bora, ambapo washindi watakwenda katika hatua ya robo fainali. Hatimaye kuna hatua inayofuata ya nusu fainali, fainali na bingwa kupatikana. Sasa Stars ikiwa miongoni mwa timu ambazo zimefuzu kwa hatua ya 16 bora imejihakikishia dola hizo za Kimarekani 800,000 kwa sababu CAF kwenye utaratibu wake bingwa anapata dola za Kimarekani milioni 10 ambazo kwa fedha za Tanzania, kwa mbadilishano wa fedha leo hii Benki Kuu ya Tanzania BOT, leo ikiwa ni Januari mosi mwaka 2026, dola moja ya Kimarekani ilikuwa inabadilishwa kwa shilingi 2459 na senti 64. Kwa sababu hiyo bingwa kupata dola milioni 10 inamaanisha kwamba watapata shilingi za Kitanzania bilioni 24 na milioni 460 around. Lakini mshindi wa pili atapata dola za Kimarekani milioni 4. Wanaofika hatua ya nusu fainali wao watapata dola za Kimarekani milioni 2.5, wakati wanaofika hatua ya robo fainali watapata dola za Kimarekani milioni 1.3 sawasawa na fedha za Tanzania bilioni 3 na milioni 198 around. Lakini kwa dola 800,000 ambazo Tanzania na timu nyingine zote zilizofuzu hatua ya 16 bora zimejihakikishia kuzitwaa, maana yake ni nini? Ni kwamba kwa mbadilishano wa fedha wa dola moja sasa na shilingi 2459 na senti 64, maana yake Taifa Stars Tanzania mpaka sasa imeshajihakikishia kitita cha shilingi za Kitanzania bilioni 1 milioni 967 na 712. Na kwa mfano tu maamuzi yakatolewa kwamba Stars kwa mfano imeishia hatua hii ya 16 bora, halafu fedha watakazozipata kutoka CAF zikagawanywa kwa wachezaji na benchi la ufundi, basi kila mmoja atapata kiasi gani? Ikumbukwe idadi ya wachezaji wa kila timu inayoshiriki michuano ya AFCON inayoendelea kule nchini Morocco ni wachezaji 28. Kwa Taifa Stars kuna wachezaji 28. Halafu chukulia benchi la ufundi chini ya kocha Miguel Gamondi, Mwargentina huyu aliyetuwekea rekodi ya aina yake katika michuano hiyo kama imetoka kueleza, na wasaidizi wake jumla tufanye wawe 7 ongeza na wale 28, maana yake ni watu 35. Halafu ukachukua zawadi walioipata dola za Kimarekani 800,000 sasa na shilingi za Tanzania tulizotoka kuzieleza bilioni 1 milioni 967 na 712, zikigawanywa kwa mgawanyo sawa flat kwa kila mmoja. Kila mmoja atapata shilingi za Tanzania milioni 56 220,342 na senti 86. Ni kiasi cha kutosha cha fedha ambacho kama mmoja wapo, kwa mfano iwe Faisal Salum Feitoto, awe Shomari Kapombe, awe Zuberi Foba, awe Kibu Dennis Prosper, awe yeyote yule, awe Alphonse Mabula, akaamua tu fedha hizo akaenda kuziwekeza kwenye biashara ya bodaboda. Kwa mfano tu leo hii bodaboda kwa wastani kuinunua na gharama zote ikiwamo insurance kwa maana ya bima itakugharimu takriban shilingi milioni 3. Kwa lugha nyingine kwenye milioni 56,220,342 na senti 86, mchezaji yeyote atakayenufaika na fedha hizi kwa mgawanyo tuliotoka kueleza kwa mafikirio akaamua kuziwekeza katika biashara ya bodaboda, maana yake anaweza kanunua bodaboda 18 na chenji nyingine ikabaki.
Sasa bodaboda 18 maana yake atawahakikishia ajira vijana wenzake 18 endapo ataamua kuwekeza katika biashara hiyo. Hapa inaonekana namna gani ambavyo mpira wa miguu michuano inafanyika kule nchini Morocco ikawa na manufaa mpaka kwa wale ambao si wachezaji, kwa sababu ni fedha zake, matumizi yake inakuwa mtambuka, na hapa nimeonyesha tu mfano. Multiplier effect, athari endelevu za kiuchumi zitakuwepo kwa sababu fedha hizo akiwekeza, kwa mfano nimetolea mfano wa bodaboda, mwingine anaweza kaamua akawekeza katika biashara nyingine yoyote. Mwingine anaweza akaamua akaenda kuimarisha mradi wake wa ujenzi, jambo ambalo litatoa ajira kwa vijana mafundi, lakini pia ununuaji wa vifaa vya ujenzi ambavyo vinaendeleza ule athari endelevu za kiuchumi kutokana na fedha hizo zilizotoka kule Morocco katika michuano ya AFCON baada ya mafanikio haya ya Stars kutinga katika hatua ya 16 bora. Ikumbukwe, fedha hizi hazihusiani na zile ambazo serikali imekuwa pia ikitoa kwa timu kwa ajili ya kuiunga mkono. Kwa mfano, inafahamika vizuri wakati wa kuelekea mechi dhidi ya Tunisia, naibu waziri Makonda kwa bao moja ni shilingi milioni 200. Kwenye hesabu hizi hatujahusisha zawadi za fedha kama bonus. Nazungumzia tu kitita cha fedha kitokanacho na zawadi ya CAF. Hakika ni kiasi kubwa cha fedha ambacho kikipatikana baada ya Stars kwa mfano imeishia hatua ya 16 bora ambayo hatuiwazii. Sisi tunawaza makubwa zaidi, basi manufaa yake ni pamoja na hayo wachezaji wataoga noti. Lakini wakienda mbele zaidi, kwa mfano wamewatoa wenyeji Morocco. Nasema kwa mfano, najua wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level utashangaa kidogo kwa sababu sio jambo jepesi, lakini kwenye mpira wa miguu inawezekana kwamba wenyeji Morocco, timu yenye kiwango cha juu cha ubora kuliko timu zote kwa sasa katika michuano inaendelea kule AFCON, halafu Stars ikafanya yasiyotarajiwa kwa kuwatoa Morocco na kisha wakaenda katika hatua ya robo finali, ndipo hapo matarajio ni kupata dola za Kimarekani milioni 1.3, nusu finali milioni 2.5, finali milioni 4, bingwa dola za Kimarekani milioni 10. Kwa wale ambao walikuwa wanatilia shaka, maana baadhi yao wakisikia best loser wanatilia shaka kidogo, ni utaratibu wa CAF kwamba kwenye michuano yake hii kuna washiriki 24, mataifa 24. Sasa wale wanaoshika nafasi mbili za juu ndio wanaokwenda moja kwa moja katika hatua inayofuata ya 16 bora, ambapo mbili katika makundi 6 unazungumzia timu 12. Sasa ili ziwe timu 16 hatimaye kuja kupata timu 8 za kwenda robo finali, ndipo ambapo panatolewa fursa kwa timu 4 zenye matokeo bora kwa kushika nafasi ya 3 katika makundi yote 6. Yaani ndipo hapa tunasema best losers, ili kupata 4 wenye matokeo bora. Makundi yako 6, kwa hiyo timu zinazoshika nafasi ya 3 ziko 6. Zikipangwa zenye matokeo bora 4, Stars imeshika nafasi ya 4. Na ndio maana imeungana na zile nyingine kwenda kukamilisha orodha ya timu 16 kwa hatua ya 16 bora. Kwa kukumbushia tu, faida yake iliyoipata ni pamoja na hii ya kifedha kama nilivyotoka kueleza, lakini kwa kukumbushia tena ni kwamba hata sasa bingwa mtetezi Ivory Coast wakiwa wenyeji katika fainali zilizofanyika 2023 walikwenda kutoa ubingwa huu baada ya kupita kutoka kwenye kundi lao kwa njia hii ya kuwa mshindi wa 3 mwenye matokeo bora kwenye kundi lake miongoni mwa timu 4 zilizosonga mbele kwa hatua 16 bora kupitia mlango huu wa best loser. Ivory Coast walifanya hivyo na wakatoa ubingwa. Lakini Benin kwenye rekodi inaonyesha waliwahi kufika robo finali michuano hii mwaka 2019. Wakati wakifanya hayo, Benin walikuwa hawajashinda mchezo wowote katika hatua ya makundi mpaka wanafika robo finali. Ni kwa sababu hiyo kumbushia tu ni kwamba mbali na faida za kifedha itokanazo na tuzo kutoka CAF kama nilivyotoka kueleza, lakini pia ni fursa nyingine kwa timu zinazofuzu kupitia mlango huu kurekebisha mambo yake vizuri na ikibidi kupata mafanikio makubwa zaidi kwa kufika mbali. Stars ni miongoni mwao kwa finali hizi zinazoendelea, kwamba wanapokutana na miamba Morocco wakafanya yale ambayo wafuatiliaji wengi wanaona kana kwamba hayatawezekana. Lakini mpira wa miguu una hivyo. Ndio, mpira ni dakika 90 na ikumbuka kwenye mechi hiyo faida kubwa kwa Stars kuelekea mechi hiyo kubwa ni moja, kwamba wao hawana cha kupoteza. Wanaingia wakiwa ni kama underdog, kwa hiyo pressure, shinikizo litakuwa kwa wenyeji Morocco ambao kila mmoja hata shangaa endapo watashinda. Sasa hiyo kwenye mpira wa miguu kisaikolojia inaweza kawa fursa, kwa sababu Stars wanapaswa kucheza katika mechi hiyo wakiwa
hawana presha, badala yake kutekeleza mpango kazi wa kocha Miguel Gamondi na benchi lake la ufundi, ili mwisho wa siku kufanya kisichotarajiwa, kuzidi kuwapa raha wa Tanzania na kupiga hatua mbele zaidi. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.